Inafahamika kwamba chakula ni dawa, na katika mantiki hiyo kuna baadhi ya vyakula ambavyo watu wanafahamu kabisa vimekuwa vikitumika enzi na enzi katika kutatua tatizo la presha ya kupanda. Kwa mfano, matumizi ya kitunguu swaumu, matumizi ya kitunguu maji, matumizi ya tangawizi na matumizi kwa mfano ya beetroot juice. Kuna vingine vingi kabisa ambavyo tukanavyo na mmea ambavyo mpaka sasa wengi wanafahamu kwamba ni vizuri sana katika kushusha pressure ambayo ilikuwa imepanda. Katika mantiki hiyo, mimi niko hapa kwa ajili ya kuja kuelezea kwa kina kuhusu chakula kimoja ambacho nita kwamba ni beetroots, ambacho tukiangazia katika mfumo wa kimiminika ambacho nita kwamba ni beetroot juice katika kushusha pressure ya kupanda. Je, ni kweli kwamba beetroot juice inashusha pressure iliyopanda? Na kama ni kweli, dozi ni kiasi gani? Na inatakiwa wewe hapo tumie wakati gani? Na uiandaeje hiyo beetroot juice? Na ni yapi natakiwa uyafahamu kabla hujatumia hii beetroot juice? Hayo ndio ambayo nitaweza kuyachambua katika video hii. Ni Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Twende sambamba, ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii ni kuweze kufahamisha kwa kina habari za beetroot juice. Mada ambayo iko hewani ni matumizi ya beetroot juice katika kushusha pressure. Kwanza tuanze kuiangazia beetroot. Beetroot ina faida nyingi sana, ikiwa ni moja ya vyakula vikiwemo na mmea ambavyo vimesheheni kemikali ya nitrate. Nitrate imekuwa ikizungumzia kwa maana kwamba ni moja ya malighafi ambayo inahitajika kwa ajili ya kuweza kuongeza kiwango cha nitric oxide katika tishu zako za mwili wako ama kwenye damu yako, na hivyo kuweza kuwa na manufaa makubwa sana katika kulinda afya ya mishipa ya damu, katika kuhakikisha kwamba mishipa ya damu inasinya na kutanuka vizuri, na katika kuhakikisha kwamba presha yako iliyopanda inaweza kushuka na kuwa katika kiwango ambacho ni stahiki. Kwa hiyo nguvu yote ya beetroot katika kutatua changamoto ya presha ya kupanda imejificha katika uwepo wa kemikali ya nitrate. Hicho ni kitu ambacho nataka ukifahamu kwanza. Lakini beetroot haishiki kwenye masuala ya pressure tu. Beetroot inaweza ikatumika katika kuondoa sumu kwenye ini, kwa maana inafanya liver detox, na wakati huo pia hii beetroot inasaidia katika kubalance ama kuongeza kiwango cha homoni za kiume ambazo ni testosterone. Lakini wakati huo pia ambayo tunaenda kuichimba kiundani zaidi ni kwamba inasaidia katika kushusha pressure iliyopanda. Sasa inashushaje? Ndio tuangazie sasa hapa kwa kina, hasa tukianza na dozi ya beetroot juice. Kuna ambao wanaweza kutumia beetroot kama chakula kwa maana kwamba kwenye salad, lakini hapa naangazia katika mfumo wa juice. Dozi ambayo inahitajika ya beetroot juice kwa ajili ya kushusha pressure iliyopanda ni mililita 250, ambayo hii ni robo lita, kwa maana kunahitaji glasi hii moja tu inatosha kwenye kushusha pressure yako ya kupanda. Kuna tafiti nyingi ambazo zimejaribu kuijaribu hii beetroot juice na zimetoa matokeo ambayo ni mazuri. Kitu ambacho nataka ukifahamu tu kwamba je, hii beetroot ni kwamba kwani watu wanaitumia tu muda wote na kujisikia kuitumia? Hapana. Hii inatupea kwenye kipengele namba 2 ambacho yasema kwamba ni muda gani ambao ni sahihi kuweza kutumia hii glasi moja ya beetroot juice ambayo ni sawa na mililita 250. Muda sahihi wa kuweza kuitumia beetroot juice ni kipindi ambacho tunasema ni asubuhi, kipindi kabla hujala. Ule huwa ni muda mzuri sana wa kuweza kutumia beetroot juice. Kwa nini asubuhi siwe mchana wala jioni? Unapokuwa hujala ukatumia beetroot juice, inaruhusu ile absorption vizuri ya nitric oxide ambayo imetengenezwa baada ya kuwa nitrate iliyopo kwenye beetroot imeweza kushambuliwa ama imeweza kubadilishwa na vimeng'enya vilivyo kwenye mdomo wako kwenda kwenye nitrates, ambapo inazidi kushuka kwenye mmeng'enyo wako, ni kwamba huwa inabadilishwa kwenye nitric oxide, ambapo kwenye utumbo wako huwa inafyonzwa na kuingia kwenye damu yako, na hivyo kuleta ile effect ama ile faida ya kuweza kushusha pressure ambayo ilikuwa imeongezeka ya damu.
Hicho ndio ambacho utakuwa ukifahamu. Kwa hiyo muda mzuri sana ni kwa upande wa asubuhi kabla hujala chochote. Huyo ilikuwa ni muda. Sasa unaiandaaje hii beetroot juice? Namna ya kuiandaa, kwanza chukua beetroot moja ama mbili, vile viazi vile. Baada hapo unachukua maji yako ambao tutasema kwamba inaweza ikawa pia ni robo lita ile mililita 250 ya maji. Utachanganya kwenye blender, utablend. Ukisha blend, huwa unaichuja kuweza kupata ile juisi yenyewe, na hapo huwa unaitumia ile juisi. Hivyo ndo namna rahisi ya kuweza kuiandaa ile beetroot juice. Kwenye beetroot juice unaweza ukaongeza limao, unaweza ukaongeza tangawizi, inategemea na jinsi unavyopenda, ambao bado vyote vinasaidia kwenye issue ya pressure, kwenye kusara ya kushuka. Ukiachana kwamba hivi vitu pia vinasaidia kwenye kushusha pressure, ila pia vinaweza kusaidia kwenye kuboresha ile ladha ya juisi kwa wale watu ambao wanakuwa hawajazoea. Kuna tukaongeza hii kitu, hii limao au tangawizi. Hivyo ni kitu ambacho natakiwa ufahamu. Kitu kingine ambacho nataka nikufahamisha ni kitu kimoja. Wakati nasema kwamba beetroot inashusha pressure iliyopanda, lakini beetroot sio tiba ya moja kwa moja ya pressure ya kupanda. Sio ukaacha dawa ambazo umepewa hospitalini ukasema ngoja niwe tu beetroot hapa nitakuwa nimepona moja kwa moja. Hapana. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ile nguvu ya juice ya beetroot huwa inakaa masaa 10 mpaka masaa 24. Kwa ili kusudi tena iweze kusaidia kwenye kushusha, ikabidi tena unywe ile juice, ile glasi moja tena ya juice. Kwa hiyo unaweza kushangaa kwamba kila siku nakulazimu kwamba uweze kunywa glasi yako moja ya beetroot juice ili uendelee kushusha pressure. Kwa wale watu ambao wanatumia dawa za hospitalini, nikupe angalizo, kwa maana ya kwamba beetroot inashusha pressure. Wakati unatumia dawa ambazo zinashusha pressure pia inaweza kusababisha wewe kupata hypertension, kwa maana kwamba inaweza kupelekea wewe pressure ikashuka zaidi, ikawa iko chini ya kiwango ambacho kinahitajika, ambacho inaweza kuwa ni changamoto. Kwa hiyo sometimes kama unataka kutumia hii juice, kuna nishauri tu kwamba ni vema uweze kuwasiliana na daktari wako, au uweze kuweza kuregulate, kuweza kupunguzia dozi ya dawa ambazo unazitumia pindi unapokuwa unakombana hii beetroot juice. Kitu kingine ambacho niseme kwamba ni kama tahadhari, ni kwa wale wagonjwa wa figo, wenye magonjwa ya figo, na wale ambao wana mawe kwenye figo, kidney stone na kidney disease. Hawa watu nitakiwa wafahamu vitu moja, kwamba beetroot imesheheni kiwango kingi cha oxalate, na mara nyingi yale mawe kwenye figo huwa ni calcium oxalate. Sasa unapokunywa hii juisi kwa muda mrefu sana, mara kwa mara, na una changamoto hii, inaweza ikawa kuongezea oxalate nyingi sasa, ambazo kwako inaweza ikawa ni changamoto kama una changamoto ya figo. Lakini pia beetroot ina kiwango kingi cha potassium. Kwa hiyo licha kuwa ya uwepo nitrate ambayo inasaidia kwenye pressure, potassium nayo pia huwa ni nyingi kwa mtu ambaye ana pressure, ni faida. Lakini kama una ugonjwa wa figo, una kidney disease, ambapo tunajitahidi kuregulate kiwango cha potassium, ikabidi ufahamu kwamba inaweza beetroot isiwe nzuri sana, kwa maana ya kwamba hapa kuna wale ambao wana hii pressure kupanda kama primary hypertension, kama ambayo imekuja lakini haijasababishwa na ugonjwa wa figo. Halafu kuna wale ambao na shinikizo la pressure kwa sababu ya uwepo wa magonjwa ya figo, yani kwa maana kwamba na secondary hypertension. Sasa huyu wa secondary hypertension hasa ambao kwamba hypertension ama ile pressure kupanda ni secondary to kidney disease, au ni kwamba nimekuja kwa sababu ya uwepo wa ugonjwa wa figo, basi beetroot juice inaweza isiwe rafiki kwako. Kwa hiyo nakushauri nini sasa? Kama changamoto za ugonjwa wa figo, muone daktari wako, muweze kudiscuss hiyo kama inaweza akakuruhusu kulingana na stage uliyofikia. Hiyo ni la kwanza. La pili, kama unaona kwamba huwezi kuwasiliana na daktari wako na ugonjwa wa figo, naweza nikushauri tu kwamba beetroot juice ikabidi uiache. Lakini kwa wengine wanaweza wakatumia, wala haina shida. Hili iko niangalize tu kwa mgonjwa ambaye ana changamoto ya figo. Hicho ndio kitu ambacho ukifahamu. Wakati haya unaendelea,
Kula vyakula asili ya mmea. Wewe ambao unauliza kwamba sasa wewe umekataza, sasa wewe watu wanasema nyama ni mbaya, si samaki, kuku, tunakula nini? Unauliza vitu vyakula vinne tu, wewe unakuja kutuuliza kwamba unakula nini wakati vyakula vya mmea vimesheheni vya kutosha. Kama pressure inakusumbua, kula vyakula vingi tukavyo na mmea. Go plant. Ninashauri ukae kwenye plant based diet. Badilisha mfumo wako wa ulaji, ukae kwenye plant based lifestyle medicine. Whole plant based inaweza ni kitu ambacho ni kizuri sana. Haya ndio machache ambayo nilihitaji kukufahamisha. Nadhani unaweza kuwa pia umejifunza kitu kama ulikuwa ufahamu. Na kama ukawa basi unafahamu, labda kuna baadhi ya vitu labda ulikuwa hujaelimishwa vizuri, nadhani utakuwa umejifunza jambo hapo. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.